Anamkimbiza nani? Anamkimbiza mhalifu. Mhalifu? Hapana, watu ningemuona hapa. Nimesikia jamaa anapanda sana wanawake. Anataka na kuenza wanawake. Hebu acha pumbavu wewe. Focus na jambo la hapa. Alafu funga mdomo wako. Okay. Hey! 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 Hey yo, what the fuck? Amekimbia, sijafanikiwa kuona sura yake. Kuna pikipiki imemchukua. Nimekariri plate number. Majumu ikiwa ni mwanangu sana. Ndio. Afu tumesoma wote. Lakini mwanangu nina maisha magumu kinoma. Yaani usinione hivi. Maisha magumu mno. Nakuelewa. Kwa hiyo nilikuwa naomba yani kama una chochote yani kama una kazi yoyote ambayo unaweza kunisaidia uniconnect na mimi niingie kwenye mfumo. Nalo hapa sielewi ndugu yangu. Sasa kuhusu issue ya kazi ndugu yangu. Unajua wewe umesoma tunajua wewe ndio ulikuwa unatusumbua darasani namba 1, namba 2 kwa kawaida sana. Sasa ukiniambia issue ya kazi kwa ulivyosoma nashindwa kuelewa yani ni kutafute kwenye engo ipi. Mwanangu mimi nilikuwa najua elimu ndio itakuja kunikomboa. Yaani nilikuwa naamini kwamba kwenye elimu lazima nitatoka. Mbona unavyosema hivyo yani kumbe hamna kitu ya ndugu yangu. Yaani ni makaratasi tu. Hayajanisaidia chochote. Sasa sijui tunafanyaje hapa. Wewe kitu gani labda umefikiria sana kwa haraka hapo? Mimi mwanangu kama naweza kupata kazi yoyote ambayo naweza kaingiza 100-200 na majukumu ndugu yangu. Utaweza? Maana nyinyi wasomi bwana nyinyi. Nafikiri sasa naweza kachagua kazi ndugu yangu. Sasa kwa kazini pale mimi nitakudanganya. Kwa sababu kazini kwetu bwana nafasi kwa sasa ni uongo kiukweli. Ila mimi nina kijiofisi changu pale. Kinahusiana na mambo ya fedha. Sasa sijui utaweza nyinyi wasomi tena. Kama wangu hizo ni kazi za kike. Wanakazi wanawake sana. Kwenye masuala wakala. Ndio.
Sasa kwa sasa usichague kazi. Usichague kazi ndugu yangu. Au sio? Usichague kazi. Sema nini haina noma. Unafanyaje sasa, naanza lini? Kuhusu kuanza lini siwezi nikakuahidi moja kwa moja kwa sababu pale kwenye ofisi yangu kuna binti pale nilimweka binti fulani hivi, ila nilikuwa na matarajio baada ya mwezi mmoja nimtoe nibadilishe mtu mwingine. Mwezi mmoja? Ndiyo ndugu yangu, mwezi mmoja tu. Ndugu yangu mimi shida yangu haiwezi kufika mwezi. Stoboi. Mwezi? Acha bwana. Sitoboi, nadaiwa kodi, yani nadaiwa kodi. Yaani mwenye nyumba niandama. Sasa hivi naingilia huku, natokea huku. Naambia Kiswahili kila siku. Sasa kama issue ni kodi, kwani unadaiwa shilingi ngapi? Kama 300,000. Kwa kama unataka kutangulizia 300,000, kati tunasubiria huo mwezi. Wewe ni mwanangu. Sema 300,000 sio issue. 300,000 sio issue. Ila mimi naweza nikakutangulizia 50,000 wewe ukamtuliza kwanza baba mwenye nyumba. 50,000 hawezi kukubali, mimi namjua yule. Sasa ndugu yangu sikiliza nikwambie kitu. 50,000 tanguliza umtulize. Alafu mimi nipe siku 2 tu. Nitakupatia hiyo 300,000 ili mambo yote yawe sawa. Ila ukishaanza kazi hizo hela nitakazokukabidhi ili umtulize mwenye nyumba kwa ajili ya kodi nitakukata kwenye mshahara. Hiyo haina shida. Hiyo haina shida. Tutajua, mimi tutajua tukianza kazi tu tutajua, lakini cha msingi nitoke kwenye huu swala. Ndio swala wenye nyumba. Mwanangu wewe uelewi. Basi hiyo halina shida. Mimi nadhani mpaka hapo limeisha. Mwanangu umetisha kitu. Wewe unasemaje? Hadi nimekosa neno kuongea ndugu yangu. Yaani sasa gari yako. Hebu acha basi sikize. Sema ndugu. Iwe nyumbani, mtaani, pote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, pote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu. Jina lako unaitwa nani? Isaya Mwakioma. Tarehe 14 mwezi wa 3 saa 4 asubuhi uko wapi? Niko zangu nyumbani. Pikipiki usajili namba MC 210 ECN. Unaitambua? Ndio, ni ya kwangu. Pikipiki yako inahusishwa katika tukio la uhalifu na ndio maana tunakushikilia hapa wewe kwa sababu wewe ndio mtumio namba 1. Kwa hiyo kama kuna kitu chochote ambacho unakijua ni vyema ukatuambie. Pikipiki yangu nimeibiwa tangu tarehe 5. Na taarifa nimepeleka kituo cha kati cha Isanga. Una uhakika? Ndio afande. Arabi unayo? Afande Matias. Yes. Naomba unisaidie kuangalia Arabi. Okay, sawa. Nahitaji maelezo ya Arabi 517P mnamo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2024. Okay. Yes. Okay. Sawa.
Isaya Mwakiomo, kwa leo tutaishi hapa. Ila kwa wakati mwingine tutakuhitaji, kwa hiyo tunaomba utupe ushirikiano wako. Sawa afande. Unaweza kwenda. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Vipi, unasemaje? Nimejaribu kuangalia macho yake, inaonekana hajui kitu chochote kile. Sasa kama hajui chochote, unafikiri muuaji atakuwa ni nani? Kwa maelezo yake amedai kwamba tarehe 5 ndo pikipiki yake ilipotea. Kwa hiyo hapa inamaanisha sisi tuna kazi nyingine ya kuifanya. Lazima kwanza tuanze kumpata mwizi wa pikipiki. Mimi sidhani kama ni ngumu. Mimi naona kama imeturahisishia, kwa sababu mwizi wa pikipiki bila shaka ndo atakuwa muuaji. Alafu unaweza kaniambia huyo mwizi muonekano wake upoje? Hapana, sikufanikiwa kabisa kuiona sura yake, lakini anaonekana ni mtu fulani ambaye ana ndevu nyingi sana. Nasikia Marifu ana ndevu nyingi. Vipi kama Marifu ndo Marifu mwenyewe? Maana ana ndevu nyingi. Wewe unasemaje? Alafu wewe nishakukataza ujinga. Hebu nenda kufanya kazi. Kwa hiyo umeacha peke yangu uongo. Niweke peke yangu uongo. Au basi tu. Okay. Jamani, utaniangusha. Kuanguke? Wakati huo mimi niko? Yaani sikujiandaa kwa hilo. Paula, tambua kabla jambo baya lolote hajakukuta, lazima nikute mimi kwanza. Tembele hilo. Sasa mwanamke una hatari. Yaani mpenzi wangu ni wasawa madikodiko hivi. Unapiga tembele kama nyama. Acha bwana. Yaani tembele hata upike vipi haliwezi kuwa kama nyama. Sema unanisifia tu kwa sababu unanipenda. Nakupenda kweli. Hivi naona unanipenda kama unavyokupenda mimi? Ndio nakupenda sana. Yaani nafikiria siku moja ukija kuniacha sio itakuwaje. Unadhani naweza nikakuacha? Yaani hata nipewa wanawake wa dunia nzima, hilo haliwezi kuja kutokea kamwe. Siwezi kuja kukutenda kamwe. Najua tuna maisha magumu mno, lakini nakuahidi tapambana kwa ajili yako. Ili siku moja tuache kula tembele hizi. Sawa. Najua mimi nakupenda sana. Ningekuwa napenda kula vitu vizuri nisingekuwa hapa, kwa sababu sisi nyumbani kwetu mambo yako safi. Jeli, unajua nimefuata nini kwako? Umefuata nini? Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Amani. 100% ndiye. Kwa nini Amani? Alafu kwa nini mmoja anafanya kitu kama hichi? Johnson, unaniuliza mimi? Wakati wewe ndo askari mpelelezi mkuu na wewe ndo unatakiwa ukae kinaga ubaga kuifuatilia hii kesi na unayo toka muda mrefu. Wewe ndo unatakiwa upatie majibu mimi kwa sababu mimi sijui.
Au itakuwa nafanya mauaji ili apate wanawake? Au itakuwa nafanya mauaji ili apate pesa? Nimesema kaa kimya. Okay. Na ni mara mia ukaendelea kukaa kimya hivyo hivyo. Naona sasa kesi imekuwa kubwa sana. Muuaji anaonekana alitumia bunduki yake kumshambulia. Na wakati anafanya mashambulizi inaonekana alikuwa karibu naye, ndio maana tundu la risasi ni dogo. Inamaanisha muuaji angekuwa mbali, basi tundu la risasi lingekuwa kubwa. Sawa. Ni kweli. Mkuu. Ndio tupo eneo la tukio. Ni kweli kuna mauaji yametokea. Na muuaji ametekeleza mauaji kwa kutumia bunduki ambayo haina leseni. Lakini pia ameacha simu. Na kwenye simu kulikuwa na ujumbe wa amani kama ilivyo kawaida. Kwa kupitia simu hiyo pia ndo aliweza kuripoti tukio la mauaji. Kopi. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo. Mimi ni mwanafunzi na sipo tayari kuingia kwenye mahusiano kwa sasa. Sijasema mahusiano. Mimi nataka niwe na yeye kwa siku moja tu. Baada ya hapo kila mtu atashika hamsini zake. Sasa ndo mapenzi gani yao ya siku moja? Sikujui, sikufahamu, sija kuzoea, sijai kuona. Sikia, dunia sasa hizi imebadilika sana. Na kila kitu ambacho kinafanyika hapa ni kwa sababu ya pesa. Mimi nitakulipa pesa. Pesa. Niko nasikia wanaume wenye pesa wakimtaka mwanamke yote wanayemtaka na wanampata. Yes. Nasikitika kukuambia kwamba mimi ni mwanafunzi na sipo tayari kuingia kwenye mahusiano kwa sasa. Samahani. Sikia sasa. Samahani bro. Hivyo tu. Nafikiri neno la mwisho kwa mtu aliyekosea. Umeacha njia yako. Unapita kwenye njia yangu. Bro, ndo maana nimekwambia samahani. Unakiri kuwa umenikosea? Ya, naelewa kuwa nimekukosea, ndo maana nimekwambia samahani. Okay. Vipi lakini amani? 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 Amani. Sawa. Mzee. Vipi? Sana. Wewe unaongea nani yule? Wachana naye, mshikaji mshamba sana. Yaani anatembea babani kama baba yake. Yaani amekuja kunivaa hadi mwilini mwanangu. Sio poa, ila sasa mwanangu, hawezi amini nimekutana na mtoto mmoja mkali kinoma yani. Amepita hapa, siko nimekutana naye. Acha. Amidi. Sema sikia, watoto wako wazuri lakini hawana hela. Lakini hata pia baba zao hawana hela. Nazingua baba. Tunafanyaje? Twende. Maana Miki pia yupo huko. Okay. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu. Mkuu, kuna viashiria vikopo na wahalifu kwenye mtaa wangu. Achana na hiyo kesi. Naomba niongezee muda. Nimesema achana nayo. Tafadhali mkuu, nakuahidi. Sawa, nakupa siku 2. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu.
Matias Johnson. Kwa nini unafanya hivi? Nimefanya hivi ili kupima uwezo wako. Kweli umenidhihirishia kuwa una uwezo mzuri sana wa kupambana. Yes, nimependa. Sasa kwa kuvaa nguo kama hizo uone kama mimi nikushambulia kwa risasi. Vipi kuhusu usalama wako? Najua usingeweza kwa sababu wewe ni askari mpelelezi. Kazi yako sio kuua, kazi yako ni kumdhibiti mhalifu. Kwa hiyo kwa staili yoyote ile usingeweza kuniua Johnson. Kwa wakati mwingine usijaribu kufanya kitu kama hichi. Huu ni upuzi. Najua. Hebu tufanye tuyamalize haya. Hebu niambie Johnson, kuna habari gani mtaani? Kwenye mtaa kuna viashiria vya kuwepo na uhalifu na hizi taarifa nimesharipoti kwa mkuu. Vipi kuhusu wewe? Kuhusu mimi kila kitu kinaenda fresh na kwa upande wangu nimeshampata mmiliki wa ile iliyotumika katika uhalifu. Kwa maana hiyo tayari tumeshapata sehemu nzuri ya kuanzia. Mwenyewe ni vyangu mimi hapa. Ndio najua thamani ya hivi vitu. Sikiliza nikwambie kaka, jaribu kuwa makini. Ili ni gari, tutaenda kuta gari lenyewe la mkopo. Haya ni maisha tu. Siku moja mimi nitakuwa kwenye gari afu wewe utatembea kwa miguu. Wakaka mnaovaa kama nyie si mnakuaga mnadharau za wapi? Haya ni maisha tu. Yaani unimwagia vitu vyangu na jina langu uniulize, halikuhusu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Johnson, umechelewa sana rafiki yangu. Yaani sasa ndio unafika ofisini? Na bosi ameshatangulia, yuko ndani tayari. Aishafika? Muda mrefu sana. Kuna mambo nilikuwa naweka sawa kidogo ndio maana nimechelewa kufika. Anyway, sio mbaya. Yule kijana online tayari tumeshamkamata. Na yuko chumba cha mahojiano. Vipi? Kuna kitu chochote ameongea? Hapana. Tulikuwa tunakusubiria wewe ndio uweze kuzungumza naye. Sawa, hakuna tatizo. Kazi nzuri. Vipi, kuna taarifa yote ambayo napaswa kujua labda? Kiukweli najalia tu. Hana jipya. Na mimi ukaenda ukambana vizuri kule. Basi kuna chochote tutapata. Sawa, basi acha mimi nikaongee naye. Basi wewe ndio unategemea feedback yako. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Vipi? Mbona kama uko mbali? Hamna. Vipi huyu uliyepita naye hapa? Ni nani yako? Mpenzi wangu, shemeji yako. Acha bwana. Kweli? Kweli? Upo serious? Pisi yangu. Hongera kwanza kwa hiyo. Lakini sema mimi na jambo dogo kidogo kama utaweza kunielewa. Jambo gani? Unasema huyu ni mpenzi wako? Mpenzi wangu. Una uhakika kabisa ni mpenzi wako? Mbona nitisha ndugu yangu?
Unajua kuna kitu muhimu nataka nikwambie, na maana najitahidi kukusisitiza vipi na uhakika kabisa. Sasa jambo lenyewe liko hivi. Unajua mtoto ulipita naye hapa ni mzuri. Kwanza afu mimi nina jambo langu. Mimi nina washikaji zangu ambao yani wananitambiaga wademu kali na nini. Ila mimi sina demu kali. Kwa nilikuwa naomba japo kidogo tu. Mimi hata pesa nitakupatia. Ila huyu mtoto uliyepita naye hapa uniazime japo kwa siku moja tu. Na wazimu nini meki? Ulizani sitokukamata? Hivi kwa nini unafanya yote haya? Sifahamu unachozungumzia afande. Joshua, unadhani nimewezaje kulijua jina lako? Sifahamu. Unamfahamu Alfred Mwansiti? Hapana, simfahamu. Tunza kumbukumbu ya maneno yako. Alafu, mbona unakaa unaogopa sana? Una amani? Sina amani afande, kwa sababu nipo hapa. Kwa kutumia kitambulisho chako umesajili laini ngapi mpaka sasa? Moja tu. Una uhakika? Ndio afande. Kuna mauaji yametokea. Na hiyo simu unayoiona hapo tulikuta eneo la tukio. Unaifahamu simu hii? Sifahamu. Vizuri. Mwanzo nilipokuuliza kwamba umesajili laini ngapi kwa kutumia kitambulisho chako, kaniambia umesajili laini moja. Lakini hapa kuna namba 3 za simu. Unaweza ukazitambua hizo namba? Moja ni ya kwangu afande, na nyingine ni msajili rafiki yangu. Ila hiyo nyingine siifahamu kabisa afande. Ndio maana mwanzoni nilikwambia tunza kumbukumbu zako. Uliniambia wewe umesajili laini moja tu, lakini sasa hivi unaniambia kwamba ulimsajilia rafiki yako. Na kwa nini wewe umsajilie rafiki yako? Uone kama unadanganya? Hapana afande. Sijaua. Isitoshe una historia mbaya sana. Mwaka jana tarehe 20 mwezi wa 8 ulimgonga mtu na bajaji na kukimbia. Lakini safari hii umemuua mtu. Au unafikiri ulivyovaa mask nisingeweza kukutambua? Hapana afande, naomba unielewe, sijaua. Maelezo yako hayajitoshelezi. Nadhani utakaa ndani mpaka uchunguzi utakapokamilika. Afande, sijafanya hivyo. Unaonekana kabisa wewe ni muuaji. Afande Gwandu? Yes. Chukua huyu mrudishe ndani. Afande, sijaua. Afande, unielewe afande. Sawa. Afande, Luka. Paula, mambo vipi? Queen, unafanya nini huku? Nimetoka hapo nyuma, si unajua nasambaza nguo. Najua, natamani sana siku moja na mimi nije kuwa mfanya biashara kama wewe. We, mbona simple sana? Tena kwa mtoto mzuri kama wewe. Wala hata uhangaiki. Kwa masharti hayo jamani, sidhani kama ni rahisi. Masharti gani bwana? Mimi nimeongea kama kigezo cha kwanza tu. Sijui kama Jeli atakubali. Najua lakini nini? Kama anakutimizia mahitaji yako yote ya msingi. Ndiyo, anapambana kadri awezavyo ili tu niweze kuwa na furaha. Paula, kupambana kuwa na furaha? Furaha ipi? Kula maharage kwa wiki mara 6 bila kuwa na option? Queen, usiseme hivyo. Hayo ni maisha ya kawaida kwa Mtanzania. Maisha ya kawaida?
Hilo neno ni la faraja kwa mtu yoyote mwenye maisha ya hali ya chini, ila kiukweli wanaume wengine wana bahati sana. Queen, mimi naomba nikuache, tawasiliana basi. Namba yangu unayo? Ndio, namba yako ninayo, labda tu kama umebadilisha line. Hamna, labda simu tu. Queen, una simu kubwa tena mpya. Ndio hivyo shoga yangu. Tuache watu na mapenzi yenu ya kweli. Tutaonana. Haya. Haya. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kindingo, tumefikia kweli huko jamaangu? Kumbe una sauti. Si nilikuwa nafunga hapa, umekaa kimya kama bubu. Hivi Jerry, yaani wewe na akili zako timamu na weusi ulionao, unakaa kwenye nyumba ya mtu kodi mpaka inafika 300,000. Sasa nimefunga. Ukiileta hiyo kodi yangu 300,000 nakupa funguo. Sawa? Mimi nitakufanikishia Kindingo. Tulikuwa hana haja kuja mpaka huko kote. Jerry, maneno hayo ni muda mrefu. Mpaka inafika 300,000 Jerry. Uone aibu manye. Sawa? Utakuja nyumbani, unavoleta hera ndio nakupa funguo. Kindingo, naomba nikuombe japo angalau siku hii moja. Inamaanisha siku hii moja ni siku ya leo inaisha. Unakuwa umeleta 300,000 pahaya pa. Siku moja Kindingo 300,000 yako yote nakupa. Una uhakika? Siku moja kesho ndakuletea. Unanijua Jerry, yaani unanijua vizuri kabisa. Mimi sio mkorofi. Sawa? Umesikia? Naomba ulete baadaye hela yangu nyumbani. Siku moja. Hii nyumba mimi sikuokota Jerry. Unafikiri hizi nyumba wanaokota? Ungeokota na wewe. Yaani leo nilikuja kwa nia moja tu. Waambie na wenzio. Nataka hela yangu. Sawa? Baadaye je? Paula. Siwezi. Paula, wewe mwenyewe unamuona kila siku mwenye nyumba anavyozidi kuniandama kuhusu kodi yake. Unafikiri sasa hivi mimi natoa wapi hela ya haraka? Je, hata kama mimi siwezi kutoka tu hapa eti nikaenda kuigiza mpenzi wake, wakati mtu mwenyewe mimi hata simpendi. Mbona kazi yenyewe ni rahisi? Jamaa anataka kuonekana kwa marafiki zake kwamba ana mwanamke mzuri. Halafu wewe mpenzi wangu wewe ni mzuri. Alafu ameshasema kwamba mimi nitakuwepo pale. Kwa shida iko wapi? 500,000 mpenzi wangu. 500,000 uone kwamba ni hela ya bure. Ili ni jaribu. Na njia rahisi ya kuepukana na majaribu ni kumkwepa ibilisi. Sawa. Haina shida. Nisamehe mimi. Najua ni kosa langu mimi kwa maskini. Usiseme hivyo. Sawa, mimi nimekubali. Nitaenda. Lakini niahidi kama utanichukia. Siwezi kukuchukia. Najua unanipenda na uwezo kuniacha. Alafu Paula, ili niwe na wewe nahitaji kuwa na pesa. Lakini kumbuka mara nyingi nakwambia mimi kwako sijafuata pesa.
ni kauli ya kila mwanamke kwa mwanaume anayempenda. Lakini mwanaume lazima awe na pesa ili aweze kumpa furaha mpenzi wake. Basi ngoja mimi nimwambie jamaa kwamba umekubali. Sawa. Sawa, nimekuelewa. Hebu nipe kama siku 2 hivi, afu nitakujulisha. Okay. Naomba ukate simu mara moja hapa, naona kuna simu kama inaingia hapa. Hello? Hello. Miki. Naam. Ule mpango wako bado upo? Ya, bado upo. Mimi nakusikiliza wewe tu kama upo tayari. Sawa. Mimi niko tayari. Nimefurahi kama upo tayari. Lakini una uhakika na hili jambo? Mbona nitisha? Nitaka nijue tu kama upo tayari. Niingizie haraka kwenye simu. Nakutumia sasa hivi. Yeah. Paula. Basi nipe usinibanie, nipe usinibanie, basi nipe usinibanie, weno wangu mie. Mepata pisi kali, mepata pisi kali, mepata pisi kali, kama tia chini ya kitanda. Basi nipe usinibanie, nipe usinibanie, basi nipe usinibanie, weno wangu mie. Mepata pisi kali, mepata pisi kali, mepata pisi kali, mepata pisi kali. Anasura kamdori, nikimona na shiba, na mtuza kachapori, anisefu nkizima, stakile ya Temeke Buzambagara. Mlisema siwezi kupata piskali. Umeona Umeiona piskali Hakika. Bila shaka itakuwa na testi nzuri pia. Basi nipe usinibanie, nipe usinibanie, basi nipe usinibanie, weno wangu mie. Mepata hakika. Mepata pisi kali, mepata pisi kali, mepata pisi. Hakika, hiyo ni piskali kweli. Hakika unajua kuchagua mwanangu. Paula, huyu anaitwa Kenny, yule anaitwa Domi. Kama nilipokuambia, siwezi kukufanya kitu chochote kibaya. Nimekuja hapa kuwatambia washikaji tu. Wewe mwenyewe unaona washikaji wamekubali. Hakika wewe ni piskali. Hatukubaliana kabisa hivi. Hatukubaliana. Sisi tunapigia honi. Yaani kama nipo hapa nafanya hivi. Kama sipo je? Sisi kukubali tena. Natoka. Sema tutachukua laki 5 yake. Jamani nyita hapa aje kuniumiza makusudi yao. Sasa mbona anamsogelea sana? Mambo gani? Nimependa kampani yako ya leo. Natamani hii siku ije jirudie. Lakini kama mpenzi wako atakubali. Hakusema mimi ni mfupi. Mweusi. Au unasemaje? Sawa. Hakika. Wewe ni piskali. Unacheka nini sasa?
Tunaambia nampenda. Kenny, Domi, tunamalizia wapi leo? Chagua mwenyewe. Lakini itakuwa vizuri zaidi kama hiyo piskali itakuwepo. Hakika nitakuwa nayo. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Wewe dada. Njoo. Njoo basi. We vipi? Umenishtua, we mwizi. Mimi sio mwizi. Tulia. Kuna nini kinachoendelea huko ndani? Kwani wewe nani? Niambie kuna nini kinachoendelea huko ndani? Watu wanakula, nimewapikia kwangu hapa, wanakula, wanakunywa, basi. We askari. Hapana. Alafu mbona uko kwenye gari la Miki? Wewe mwizi unataka kuiba eh? Hapana, mimi sio mwizi. Kuna binti yuko huko ndani. Kafanya nini? Yuko na Miki. Nikwambia utamwambia mtu yote. Kuna nini niambie? Kweli sister, yule binti ni mpenzi wangu. Mbona cheka? Hamna, kama vitu vinachekesha nisicheke. Yule ni mpenzi wangu mimi. Miki alinifuata, aliniambia ana shida. Kuna marafiki zake anataka kutambishia kwamba ana mwanamke mzuri. Ndio kanitaka mpenzi wangu kuwa naye. Na kiukweli aliniahidi pesa. Na mimi ameniambia kila atakapokupo na mimi nipo. Sasa nashangaa anaingia ndani afu ameniacha hapa nje, yani muda wote huu muda unazidi kwenda. Yaani kama kweli unayoyasema, huku ndani kwangu Miki hawezi kufanya ujinga wa aina yoyote. Kweli? Labda aende huko sehemu nyingine, labda hata wewe usiwepo. Ndio anaweza kufanya huo ujinga, sio ndani kwangu. Hamsogelei? Hapana. Hamnong'onezi chochote? Hamna, afu mtu mwenyewe mbona anaonekana hana hata raha, kumbe mpenzi wake uko nje. Hawezi kuwa na raha, mimi ndo mpenzi wake. Ananipenda sana. Sasa mimi narudi ndani. Maana anaweza kanishtukia huko akatoka akanikuta niko na wewe. Kwa mimi narudi zangu ndani. Sawa, lakini naomba usimwambie mtu yote kama tumeongea. Kwa umemuuza mpenzi wako? Sasa sio hivyo, sijamuuza. Ndio maana mimi nipo hapa. Kwa ajili ya pesa eh? Wewe unapenda sana pesa mpaka unamuuza mpenzi wako kwa sababu ya pesa. Sasa hapa nimemuuzaje? Si mimi nipo hapa. Kwanza niandikie namba yako. Itakuwa na maongezi marefu na wewe. Niahidi kina utaambia chochote kama umeongea na mimi huko. Siwezi. Yeah. Sawa. Sasa kwa sababu una shida na pesa, kwani kuachia kitu kidogo ili kikufikishe huko unakoenda. Kwa hiyo shika hii. Ila hakikisha namba yangu ishakuja kwako. Hakikisha unanitafuta. Hakikisha unanitafuta. Sio, unaelewa? Ya nini hiyo pesa? Shika, najua una vishida vya hela. Kama mwanaume mwenzio ameweza kukupa hela ukapokea, kwangu nini kitakushinda kupokea? Shika. Neno gani? Hakikisha unanitafuta, sawa? Sawa. Lakini hii ni hela nyingi sana. Wewe hakikisha unanitafuta. Sawa. Good boy.
Watoto tu pesa eh? Unatoa wapi hawa? Mbona sisi wengine hatuna? Ila huko zalishana huko. Sasa mimi mwambie tutafutie kazi wiki, tafutie kati na marafiki wenye hela. Sasa Paula, muda unaenda, toke. Mimi nitafuata huko ndani. Asije kaiona hii pesa. Haihusiani na ile 500. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Vipi? Unaje siku yako leo? Siku yangu leo ilikuwa nzuri tu, sijui kwa upande wako. Nzuri? Kwa alivyokuwa na kushikashika, akukumbatia, kwa unajisikiaje? Jeli, mimi nakupenda wewe tu. Mimi hata alivyonishika sijapata hisia yoyote. Mimi pale lengo langu lilikuwa ni moja tu, kutimiza kazi ulionituma. Vipi akikuta kati mimi sipo? Hebu tuachane na hizi habari. Sasa hivi utakuzungumzia hilo swala. Haya, wakati anakufuata sikioni na kunong'oneza, nilikuwa nakwambia nini? Jeli, hebu naomba uniache nilale. Kwa haraka niongee peke yangu. Yaani siku moja tu tayari mshaanza kutunziana siri. Nikutana mara 2 je? Ni vyema kama mjapenda namba za simu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Paula, bado umenona? Sijanona. Kwani? Mbona nisamehe? Nakusamehe. Ila nilijisikia vibaya sana na iliniumiza sana. Kwa zile kauli ulizonitamkia. Hasa ile kauli ya kusema unashukuru Mungu kama hatujabadilishana namba za simu. Ina maana Jeli uniamini mimi? Ulikuwa ni wivu tu. Nakumbuka wivu ndo mapenzi yenyewe, Paula. Jeli, hata kama. Mbona mimi nakuamini wewe? Mimi nakuamini pia. Na nakupenda sana kuliko unavyofikiria. Ndio maana nakuwa na wivu. Naomba nisamehe. Sawa, mimi nakusamehe. Kweli? Ndio. Sasa yule jamaa kuna kazi amenitafutia. Kazi gani? Hizi kazi hizi ni masuala ya wakala, masuala ya fedha. Ana kibanda chake ameamua kuniweka pale. Mimi siafiki kabisa uende ukafanya kazi kwake. Tafuta kazi nyingine tu. Kwa nini? Basi tu mimi nafsi yangu haijalizia ukafanya kazi kwake. Tafuta tu kazi nyingine. Sikia, yule pale mimi ni rafiki yangu. Umeona? Na tumesoma wote. Kwa sasa hivi mimi nahitaji sana msaada wake. Kama ni rafiki yako, basi sio rafiki mzuri. Mimi najua rafiki mzuri ni yule anakusaidia pale unapomhitaji na unapokuwa una shida. Lakini yeye anataka umlipe ndio akusaidie. Mimi naona tu utafute kazi nyingine. Sio lazima ufanye kwake. Sasa hivi kazi nyingine nitatoa wapi, Paula? Sasa hivi namhitaji sana. Kashanionyesha mwanga wa mimi kupata pesa. Umeona? Alafu vile vile mimi ni mjanja, unajua. Kama ananitumia na mimi nitamtumia vile vile. Sawa, ngoja tuone itakavyokuwa. Ila mimi binafsi moyo wangu bado hujalizia. Usijali.
kila kitu kitakuwa sawa, ondoa shaka. Sawa? Sawa. Nakupenda. Nakupenda pia. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Tuwe tunasalimiana basi. Unasemaje? Sikiza Paula, unajua lengo la mimi kufahamiana na wewe si lengo baya, sina maana ya vita au ugomvi. Natamani uwe rafiki yangu. Sidhani kama itakuwa rahisi kiasi hicho. Unajua hakuna kitu kinachoshindikana. Mimi kuwa rafiki yako kuna kosa? Kwa bahati mbaya mimi na yeye hatuwezi kuwasiliana, sababu mimi sina simu. Hilo usijali, nina simu ndani ya gari kwa ajili yako. Sawa. Hii ni simu ya kuwasiliana mimi na wewe. Nimekusajilia na laini kabisa, kwa ningependa tuwasiliane. Ina maana wanawake wote ambao unakutana nao waga unawafanyia hivi? Hapana, unawaza tofauti. Mimi nimekupa simu kama nilivyosema, nahitaji kuwa rafiki yako, tuwe marafiki tu. Kwa hiyo ni kama zawadi kwa rafiki yangu. Ila naomba usinipigie, ndaanza kukupigia mimi. Asante. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu. Namalizia kutoa nguo. Sina tatizo na mtu. Leo atuli. Jeli, kwa nini tusile? Mimi nishaandaa tembele langu, nasubiri tu niingie ndani songe wewe ugali tule. Tembele? Ndio, tani nipika tembele tamu kama nyama. Yaani Paulo kisa nakusifia kila siku upika tembele kama nyama, basi ni tembele kila siku, tembele kila siku. Nikwambia nataka kuongeza damu mimi. Tutakula nini zaidi ya tembele? Na tusipokula tembele tutakula dagaa au maharage. Unataka tule nini? Mimi nataka supu ya kuku. Wewe huyo supu ya kuku. Wewe na huyo kuku wapi na wapi? Kwanza hiyo hela kununulia kuku umeitolea wapi? Shida yako ndo hiyo. Unahisi kila siku mimi sina pesa, si ndio? Kamata hii hela, kachukue kuku mzuri, kuku wa kienyeji. Nataka niwe supu leo, supu ya kuku. Jeni, umeshaanza kutumia ile pesa vibaya. Pesa ya mwenye nyumba hii. Wewe unamwona mwenye nyumba anakuja kutusumbua hapa? Au unahisi mwenyewe na akili kama bogas kwamba nisilipe hela ya kodi mpaka sasa hivi? Sawa, kama una pesa basi naomba kanigombolee simu yangu kwa fundi. Hivi kati ya simu na chakula kipi ni cha muhimu? Unataka simu ili wasiane na yule jamaa yangu Tolu, si ndio? Miki. Ndio. Maana kama unataka simu, mimi niko hapa, nataka kuwasiliana na nani? Simu hii hapa, ukitaka kuwasiliana na wazazi wako unawasiliana nao. Jeli, nakuheshimu sana. Tena naomba usiendelee kunivunjia heshima. Kukupenda kwangu mimi usiendelee kuniona mimi kama ni mjinga. Changamka, mimi nataka supu ya kuku, niko nje ya muda bwana.
na naomba usiendelee kunivunjia heshima. Changamka, niko nje ya muda, nataka supu ya kuku. Na sehemu zako nataka niwahi sasa hivi. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na Gwandu, ulisema kwamba Matias inawezekana ndo mwalifu ambaye tunamtafuta. Ulikuwa unamaanisha unachokisema? Mimi nilisema? Hapana bwana. Lakini wewe ndio unasema kwamba muuaji ana mandevu mengi. Unaona Matias? Ana ndevu nyingi pia. Lakini hivi naye muuaji ulimuona kweli? Hadi wasawaka wanawake kwenye kuwakimbizia hao. Maana yako wanawake. Sasa nimepata picha. Inamaanisha Gwandu ndio muuaji ambaye tunamtafuta, si ndio? Mimi naweza kuwa mwalifu mimi? Mimi sio muuaji bwana. Labda wewe, maana wewe ndio shujaa. Itakuwa ndio mwalifu. Ndio muuaji mwenyewe wewe. Hamna, mimi natania tu. Unaweza ukaendelea na shughuli zako. Sio kwa muuaji mimi. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Paula, nasikia simu inaita. Simu? Ndio, simu. Hamna simu inayoita huku. Vipi, kwani simu yako ishaitoka kwa fundi? Hapana, sijachukua simu kwa fundi. Na wewe unaita? Ni maenge yako tu, hamna simu inayoita huku. Mimi natoka nenda kufuatilia issue za kazi. Haya, baadaye. Halo? Sikiliza wewe. Umesikia? Yaani kunipa hii simu isiwe ndo shida kunipigia mimi simu kila saa. Simu yenyewe sikukuomba, umenipatia mwenyewe. Unaninyima amani, unajua? Yaani ikiwezekana simu yako nitakurudishia hata sasa hivi. Au nikwambie uje uchukue simu yako? Hapana Paula, hapana. Usirudishe, hiyo ni simu yako. Naomba uwe na heshima, mimi ni mchumba wa mtu. Mimi nilikupigia simu nikujulie hali tu. Naomba usiniharibie mahusiano yangu tafadhali. Na usinipigie simu tena. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Nikamoja mimi.
Kama nikikupa nafasi ya kumhoji utamuuliza nini? Utamoji, wewe ndio yule mwenye mandevu. Wewe ndio yule mwenye pikipiki. Au ndio yule unaandika ujumbe wa amani. Hivyo tu. Hauna cha maana cha kuongea. Ni bora ukakaa kimya. Najua. Unataka ukamtongoze. Wando, angalia maneno yako. Tupo eneo la kazi. Hebu jaribu kuwa serious hata kidogo basi. Okay. Sio kuacha hivi. Wewe nikamwambia bosi. Kila wakati nataka awe anaoje yeye mwenyewe. Hadi wadada. Hapana, nasema kwa bosi. Unaitwa nani? Naitwa Diana. Kwa hiyo ndo majina yako yote? Naitwa Diana Moses Mambona. Diana, unajua kwa nini nimekuita hapa? Hapana, sijui. Kwani kuna kosa lolote nimelifanya afande? Hapana, hakuna kosa lolote nilifanya. Nimekuita hapa kwa sababu kuna msaada nahitaji kutoka kwako. Kuna kijana juzi ulikuwa umesimama naye unaongea naye. Baada ya kuondoka yule kijana alikuwa akikuangalia sana. Sasa nahitaji kujua kama kuna kitu chochote unajua kuhusu yule kijana. Basi naomba uniambie. Kijana? Kusema kweli simkumbuki kwa sababu nimeongea na watu wengi. Labda ungenikumbusha yule kijana. Itubi njia panda ya mkaa saa 11 jioni siku ya Alhamisi. Kijana alikuwa mrefu, mweusi kiasi na ana ndevu nyingi. Unamkumbuka? Yule. Ndiyo nimemkumbuka, ila kusema kweli yule kijana simjui. Na alinisimamisha pale akawa anaongea habari za mahusiano, ananitaka sijui kwa siku mmoja. Eti anadai atanipa pesa. Lakini mimi nilikataa kwa sababu mimi ni mwanafunzi na sipataki kuingia kwenye mahusiano kwa sasa. Vipi, nalo ni kosa afande? Afu afande, mimi sidhani kama nastahili kuwa hapa. Hapana, unajua watu wengi sana wanapoitwa kituoni wanaamini kwamba kuna makosa ameyafanya. Lakini wakati mwingine tunawaita kituoni kwa sababu tunakuwa tunahitaji msaada zaidi kutoka kwao. Detective Johnson, yuko bize na wanawake kule. Wanawake? Mkuu, yuko pale ofisini anamoja tu yaani kiamda anamwangalia tu usoni. Okay, sawa, nimekuelewa. Sawa. Unaweza kaenda. Sawa mkuu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu. Mkuu, nakuhitaji ofisini. Sasa hivi. Sawa. Dakika 2 narudi. Muuaji anaonekana anafanya mauaji kwa makusudi. Kinachonishangaza kila anapofanya mauaji anaacha simu yenye ujumbe wa amani. Na kibaya zaidi kila tukio linapotokea basi yeye huwa ndo anatoa ripoti. Kwa hiyo ulitaka mimi nifanye nini? Nahitaji ruksa zaidi mkuu. Ruksa zaidi? Ruksa ipi unataka? Unataka kutumia silaha uliyoweka kiunoni? Hivi wewe unajua kazi yako? Wewe sio muuaji. Wewe kazi yako ni kupeleleza tu. Na si kufanya mauaji. Juzi umeleta kijana hapa. Umesema yeye ndo mtuhumiwa. Ndiyo, ilikuwa lazima nimuhisi kwa sababu mimi nilifanikiwa kupambana na mtuhumiwa. Macho yake ukimwangalia muonekano wake wanafanana kabisa na yule mtuhumiwa ambaye nilikuwa nikimkimbiza. Kijana umemleta hapa. Umesema huyu ndio mtuhumiwa. Lakini mauaji yanaendelea mtaani. Kila siku watu wanakufa.
Nikikupa ruksa zaidi, si ndio utaua watu hata ambao wataona hatia? Kama kazi imekushinda, achana nayo, nimpe mtu mwingine. Sawa mkuu, nimekuelewa, lakini nilikuwa naomba unipe ruhusa niweze kufuatilia, kwa sababu mtumiwa alitumia line ambayo imesajiliwa kutumia kitambulisho cha huyu kijana, na ndio maana mimi nimemshikilia mpaka sasa hivi. Nini kinaendelea huko? Unamhoji nani? Kuna binti na mmoja, ni kuhusu ile mauaji ambayo yametokea. Vipi? Alikuwa anakuambia nini? Alikuwa anakutongoza eti? Usimkubalie, ana wanawake wengi sana huyo. Mimi namjua. Yaani hata tukiwa eneo la kazi, alipiga simu na wanawake. Anaacha kazi anafukuzia wanawake. Mimi namjua huyo. Atakaribia maisha yako. Oho. Natoa amri moja. Nataka huyo kijana aachiwe. Aachiwe na uanze kumfuatilia nyendo zake. Ili kama kuna mahusiano yoyote yeye na muuaji, utajua kiurahisi. Sawa mkuu. Sio ndio hatuna mademu. Nikubalie mimi. Sawa? Nimesema mimi. Nimemwambia bosi. Huyu afande kuna kitu chochote amekwambia? Usije ukasikiliza maneno yake. Siku zote huwa anaongea vitu ambavyo havina maana. Alafu niniambia kwamba yule kijana umfahamu, na uhakika? Ndio afande, simfahamu kabisa. Sawa, asante kwa ushirikiano wako. Lakini kama kuna kitu chochote ambacho utakijua basi usisite kuja kutuambia, sawa? Unaweza ukaenda. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Kwa nini uliamua kunipigia simu? Tulikubaliana hautanipigia simu mpaka mimi nitakapokupigia wewe. Yaani unanipigia tu simu muda wote unaotaka wewe. Na unajua kabisa mimi ni mpenzi wa mtu. Au sababu ni simu yako? Nikurudishie? Hapana Paula. Hauna haja ya kurudisha simu. Hiyo simu nilikununulia kwa ajili ya kuwasiliana mimi na wewe. Kwa si vyema kunirudishia. Hivi, kwa nini nyie watu wenye pesa mnapenda sana kuwakandamiza watu wanyonge? Amekosea nini yeye? Paula, ukisema watu wenye pesa tunapenda kuwakandamiza wanyonge, unakuwa unakosea. Maana hata huyo mnyonge akipata pesa anakosa mapenzi ya kweli. Paula, nilikupenda tangu siku ya kwanza. Macho yako, mwendo wako vilinivutia sana. Hata hivyo, sikutambua kama wewe ni mpenzi wa mtu. Na baada ya kutambua kama ni mpenzi wa mtu, ndio maana nikakununulia simu. Angalau nipate hata muda wa kusikia sauti yako. Lakini kwa kuwa nimekuwa kero sana kwako, naomba nikuahidi tu, hii kitu haitajirudia tena. Pia tuachane na hayo. Umesema unampenda sana, unamthamini. Nikuulize swali dogo tu. Unajua muda huu yuko wapi? Unamaanisha nini? Hamna ninachomaanisha. Ila acha tuzungumzie nilichokuitia. Naomba unisamehe sana Paula. Na naomba nikuahidi kwamba sitakusumbua tena. Sawa. Ni vyema kama itakuwa hivyo. Nashukuru kwa kunielewa. Hata hivyo mimi muda umeenda sana. Nitakiwa niende nyumbani. Wanawake bwana, ni pesa na kuku. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale.
Mpo nje? Kwani mimi na tatizo na mtu? Hapo. Sina tatizo na mtu. Mimi naona kufanya sio sahihi. Kwa nini? Na kabisa namkosea mpenzi wangu. Jerry, nilifurahisha. Jerry, kwani una wanawake wangapi? Mimi na mpenzi mmoja na wewe ambaye nataka tuache tunachokifanya. Tuache tunachokifanya. Sikiliza nikwambia mpenzi wangu Jerry. Sisi wanawake niko pesili yetu. Tunapendaga mwanaume mwenye wanawake wengi. Sio unaelewa? Yaani mwanaume aliyechangamka. Sio mwanaume lezi anakuwa na mwanamke mmoja. Sisi tunapenda mwanaume atusumbue. Hata huyo mpenzi wako akikuona una wanawake wengi, yaani atazidi kukupenda. Sisi tunataka mwanamume aliye kwenye soko, sio aliyolalala. Hivi unahisi mimi sina mwanaume? Naye, si yule mrefu yule mwenye mindevu. Namjua. Huyo sasa nikwambie mpenzi wangu. Sila yule mwanaume. Na ana wanawake wake huko wengi. Sio mimi tu, ana wanawake huko kibao. Na pia yule pale baby mimi anilizishi, ndio maana nimekuja kwako. Wewe ndo furaha yangu. Lakini mimi naona sio sawa. Bana baby, wewe unajua kabisa mimi ndo nikupa hela. Hapa mjini mimi ndo nimekuweka. Huyo mwanamke wako tu anategemea hela zangu mimi. Aende shopping, ale. Afanye nini? Wewe mwenyewe huna kazi ya kufanya. Utamlisha nini? Na mimi ndo nakupa kila kitu. Aya, unataka uniache, unataka kwenda wapi? Na mimi ndo nakuweka mjini. Niambie. Unataka uende wapi? Mimi ndo nakuweka mjini wewe na wewe mwanamke wako unayejifanya unampenda sana. Dorine mwanamke ananipenda sana Dorine. Kwa mimi sikupendi. Simaanishi hivyo. Kwa unataka mimi uniache? Unataka uniache? Sema. Alafu ndo ujue utaishije hapa mjini. Ili jua lote litakuwakia wewe mtu mmoja. Wewe na wewe mpenzi wako unajifanya unampenda sana. Sasa kwa taarifa yako nikwambie. Mimi hapa ukiingia kwangu hutoki. Yaani kifupi huwa mimi siachwi, ila mimi ndo naachi. Sio unanielewa? Sasa sikia. Ukitaka hela yangu nifuate chumbani. Ila kama utaki pesa yangu, mlango uko wazi. Sikiliza. Paula, nilikupenda tangu siku ya kwanza nilipokuona. Macho yako, mwendo wako vilinivutia sana. Sikutambua kama wewe ni mpenzi wa mtu. Na baada ya kutambua kama ni mpenzi wa mtu, ndio maana nikakununulia simu. Angalau nipate hata muda wa kusikia sauti yako. Umesema unampenda sana, unamthamini. Unajua muda huu yuko wapi? Naomba unisamehe sana Paula. Na naomba nikuahidi kwamba sitakusumbua tena. Sawa. Ni vyema kama itakuwa hivyo. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani,
mtaani kote amani tawale. Kwani mina tatizo na mtu? Sina tatizo na mtu. Shatambu liko wapi? Shatambu liko wapi? Niko nafua. Unalifua? Lilikuwa limechafuka linanuka jasho. Mimi nifanyeje? Kama nilifue? Nani kakwambia ulifue di shati langu? Sasa mimi naondokaje sasa hivi? Sasa tatizo nini? Si utapita madukani huko ununue shati lingine? Na sasa hivi nataka nichelewe kwenda nyumbani. Ndio maana mimi ngo nakataa hivyo hivyo. Hilo shati la mtumba wala sio shati ambalo unaweza kulipata sehemu yoyote. Bwana, hayo mashati yanapatikana hapo mengi huko. Utavaa pulova langu utaenda huko ununue shati lingine. Ya mimi nivae nguo za kike. Unakuwa mbishi tu. Hebu shika hii hela utanunua shati lingine huko. Shika hela, utanunua shati lingine huko dukani. Mimi nimesema bwana shati hizo kupatikana bwana. Yanapatikana bwana. Hilo pulova liko wapi? Nakuletea. Asubuhi tu umeanza makelele. Sio unafanya mambo hayo bwana. Mimi nitakuwa siji bwana. Mwingine bwana. Fanya haraka bwana, nishachelewa. Mikono juu. Weka silaha yako chini. Chochote utakachokifanya kitachukuliwa kama sehemu ya ushahidi. Geuka. Afande Gwandu. Jenson. Mimi nasikia wewe sasa. Alafu sitaki kuamini kama wewe unafanya. Hapana Afande Matias, mimi sijalifanya hivyo. Najua ni ngumu kuniamini, lakini Afande Gwandu ndiye amefanya hilo tukio. Nilikuwa najaribu tu kukabiliana naye, lakini alifanikiwa kukimbia. Mimi Afande Gwandu kafanya hivi. Sidhani kama ni wakati mzuri wa kulizungumzia hilo. Ni vyema ukapiga simu dini ya kwanza ili uweze kuangalia usalama wa binti. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mina tatizo na mtu? Sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mina tatizo na mtu? Unaficha nini? Unaficha nini niambie? Unaweza kuniambia umelala wapi mpaka unarudi saizi asubuhi? Yaani wewe mimi nakuuliza unaficha nini? Wewe unaniuliza nilala wapi? Nilikuwa kwa marafiki zangu. Kwa kuna sherehe, nikashindwa kurudi mapema kwa sababu ya giza. Wewe na marafiki wapi na wapi? Mimi tangu nikujue huje kunitamsha rafiki yako hata huyu mmoja. Au marafiki umewatolea wapi? Na kama hiyo sherehe umeondoka hapa nyumbani hata hujaniaga. Na kingine hujaondoka na hiyo nguo Jeli. Hiyo nguo ni ya kike, hata perfume tu inaonukia hapo ni ya kike. Haya niambie hiyo sweta umeitoa wapi na ulilala wapi? Perfume ya kike? Ndio mwanamke. Hii nguo ya kike? Hii nguo ya kiume kabisa hii. Jeli, hiyo nguo ni ya kike. Hii nguo ni ya kiume. Alafu bishati lililoa. Walikuwa wamemwaga pombe, ikawa limeloa. Jeli, kwa hiyo ni mlevi, si ndio? Unalewa mpaka shati inaloa, si ndio? Nimekwambia mimi ni mlevi au nimekwambia nimemwagiwa pombe kwenye shati langu? Haya, niambie ulikuwa unafanya nini? Umeficha nini hapo? Tunaongea na wewe. Unaficha nini?
Una simu mpya siku hizi. Amekununulia nani? Miki, si ndio? Nijibu! Ndio ameninunulia mimi. Amenunulia kwa sababu ameona wewe matumizi yangu huwezi kunitekelezea mahitaji yangu. Kama simu yangu tu ipo kwa fundi mpaka leo imekushinda kuona kunigombolea. Nilikuwa najua kitu kitakuja kutokea. Kweli hicho niambia ni cha kweli. Wanawake sio watu wa kuamini kabisa. Deni nani? Ndio huyo mwanamke wako uliyelala naye mpaka asubuhi? Tena kaa kimya. Usitaki kujua mambo yangu wakati mpande wako sijaingilia kabisa. Hapo kocha tena nani? Miki, kocha tena Miki, si ndio? Alikuwa anamwambia nini? Kwamba unampenda sana. Unapenda jinsi alivyokuwa mrefu. Unapenda hela zake. Alafu kwa anajifanya mimi nakupenda kwa jinsi ulivyo, napika mbele, sijui na nini. Kumbe ni malaya tu kama malaya wengine. Muongo kabisa. Napambana kwa ajili yako. Sawa? Simu sijaenda kugombolea simu kwa sababu najua simu sio kitu muhimu sana kwa ajili mimi na wewe tuko tunaonana, unataka kuwasiliana na nani mwingine, unataka kuongea na wazazi na kupa simu yangu. Kwa hiyo umeenda kwa Miki kujiongelesha. Mimi simu yangu nataka kugombea kwa fundi, sijui nini, ili ukatetea huruma kula kununulia simu hiyo, si ndio? Jeli, nakuheshimu. Umenidharau sana. Sawa, mimi malaya, nilikuwa naongea na Miki. Kweli mwanaume hajai kukosea. Mwanaume yuko sahihi, ila sisi wanawake ndio tunakosea. Kweli hujalala nje, umelala nyumbani. Huko ulikokuwa ulikuwa na marafiki zako wa kiume. Hilo sweta sio la kike baba, la kiume. Hiyo perfume nayoisikia ni perfume ya kiume. Mimi ndio nimekosea. Naomba niondoke. Nikirudi nitarudi na maamuzi sana. Unasemaje? Unaenda wapi? Unaenda kwa Miki, si ndio? Najua tu. Ndani kupa kiburi huyo, si ndio? Au kuwa hivyo. Tena usirudi. Kwani mimi na tatizo na mtu? Sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu? Sina tatizo na mtu. Paula, mbona umepoa hivyo? Una shida gani? Rachel, huwezi kuamini. Jana Jeli hajalala nyumbani. Karudi asubuhi. Yaani na kibaya zaidi, kavalia prova ya kike na inanukia perfume kabisa ya kike. Baada ya kumuuliza hatujafikia mwafaka, ni tumeishia kugombana tu. Sawa, sisi wote ni waaminifu, lakini Jeli kwa nini ameshindwa kunielezea mimi kuwa alikuwa wapi? Yaani na kibaya zaidi, amegundua ukweli kuhusu hii simu. Paula wewe. Nikashindwa kumficha, ikabidi tu nimwambie ukweli kwamba hii simu mimi ameninunulia Miki. Baada ya kumwambia hivyo amenitukana, ameniambia maneno machafu ambayo sijawahi kusikia kutoka kwa Jeli. Yaani hapo nimeamini mimi kweli Jeli simjui. Rachel, Jeli ananitukana mimi malaya. Shoga yangu, wewe ndo mwenye maamuzi. Wewe ndo wa kuchagua sehemu gani salama na sehemu gani utakuwa na amani. Si unajua mapenzi hayaingiliwi. Mimi siwezi kukushauri kwa chochote. Lakini kwa saizi nimeona tu bora mimi niondoke kwa Jeli. Nirudi zangu tu nyumbani. Siwezi. Paula bwana. Basi usikae kinyonge hivyo. Rachel, nauma. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu? Sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani,
mtaani kote amani tawale, kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Dokta, vipi mgonjwa wangu anaendeleaje? Mgonjwa anaendelea vizuri kwa sasa na tumefanikiwa kumtoa risasi. Kwa hiyo naweza nikazungumza naye sasa? Kwa sasa tumemwacha kidogo apumzike kwa sababu amepoteza damu nyingi sana. Kwa hivyo baada ya muda kidogo utakwenda kumtazama. Sawa. Basi naomba akipata tu fahamu utanipa taarifa. Okay, sawa. Basi usijali. Karibu Paula. Asante. Nisikie upo nyumbani. Karibu sana. Asante. Karibu kwa mara nyingine. Asante. Nafurahi kupajua nyumbani kwako. Miki, samahani kwa usumbufu. Nilikuwa nataka tuzungumze hili. Siku ile samahani kama kuna sehemu nilikukosea baada ya kuongea yale maneno. Kiukweli Jeli amebadilika sana. Sio yule mwanaume ambaye nilikuwa namtegemea kila siku. Amekuwa mtu wa ovyo sana. Yaani kwa maneno yako ulioniambia siku ile kuwa maskini akipata anaweza kabadilika. Kweli Jeli amebadilika sana. Samahani kwa usumbufu. Paula, haina haja ya kuomba msamaha. Ila kitu cha kwanza nashukuru umefika nyumbani. Kwa ujisikie uko nyumbani, karibu sana nyumbani. Na mimi kukuambia vile sikuwa na maana mbaya au kukufanya uhisi kitu chochote kile kibaya. Lengo langu ni utambue tu nini unafanya na uko na mtu aina gani. Lakini nafurahi kuona umetambua nini unachokifanya. Kwa hiyo nakuahidi tena kwa mara nyingine sitokusumbua tena. Kwa nini uliamua kuninunulia simu? Nilikununulia simu kwa ajili ya kuwasiliana baina yangu mimi na wewe. Lakini kitu kingine, nilikuwa najisikia furaha sana nikiwa karibu yako. Sasa unajisikia furaha ukiwa karibu yangu? Ningejisikia furaha kama mwenzangu naye angejisikia furaha Paula. Kiukweli nikiwa karibu yako najisikia furaha sana, pia napata faraja. Serious Paula? Ndio. Una uhakika na maneno unayozungumza? Paula, unastahili kilicho bora. Unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Na hupaswi kunyanyaswa wala kunyanyasika. Si kimapenzi tu, bali hata kimatunzo. Dokta, nimepata taarifa kwamba mgonjwa wangu amepata fahamu. Vipi, naweza kuzungumza naye sasa? Amepata fahamu kama nilivyokupa taarifa na kwa sasa anaendelea vizuri. Lakini kuna mtu kule anazungumza naye kwa sasa. Mtu? Nani? Amesema kwamba yeye ni ndugu yake. Hapana. Hakuna mtu yote ambaye nimepata taarifa. Subiri.
Dokta, unawezaje kumruhusu mtu usiyemfahamu kumwona mgonjwa? Hapana, lakini amejitambulisha kama ni ndugu yake, ndio maana nimemruhusu kwenda kumwona mgonjwa. Sawa, ila kwa wakati mwingine usimruhusu mtu yoyote kwenda kumwona bila idhini yangu, kwa sababu yule mtu yupo chini ya uangalizi, lakini pia ni shahidi. Sawa, nitafanya hivyo. Asante. Karibu sana. Unaendeleaje Diana? Naendelea vizuri. Pole sana. Kuna maswali machache nahitaji kukuuliza. Naomba ushirikiano wako. Unakumbuka ni kitu gani ambacho kilitokea mara ya mwisho mpaka wewe ukawa hapa sasa hivi? Nachokikumbuka mimi ni yule afande mwenzio ndo alinipiga risasi. Una uhakika? Ndio afande. Diana, unaweza ukaniambia ni kwa nini wewe na afande Gwadu mlikutana pale? Alikuwa anahitaji nini kutoka kwako? Na kwa nini akakushambulia kwa risasi? Sababu ya mimi kuwepo pale, kuna mtu aliniita, lakini cha kushangaza baada ya kufika pale nilikutana na afande mwenzio akiwa amevaa mavazi tofauti na ya kazini. Niliogopa. Akawa ananiambia mimi namtumia meseji za mapenzi. Ni kitu ambacho sijawahi kufanya. Umeniita? Niambie umeniita nini? Wewe unanipenda kweli sio? Tulia hivyo hivyo. Ghafla akanishia bunduki. Nikainua mikono yangu juu. Akaanza kuniambia niweke silaha yangu chini, nikati sikuwa na silaha yote. Nikajaribu kumwomba msamaha, lakini hakutaka kunisikiliza na akanipiga risasi. Wewe mrudi chini. Baada ya wewe kunyosha mikono juu, ulijaribu kukimbia labda ndipo akaamua kukushambulia? Hapana, sikukimbia. Sawa. Mtu aliyekushambulia alikimbia. Bado tunaendelea kumtafuta. Lakini pia daktari amesema kwamba wamefanikiwa kutoa risasi kwenye mwili wako. Ulipoteza damu nyingi sana. Unahitaji muda wa kutosha kupumzika, na baada ya hapo nadhani daktari atakuruhusu uende nyumbani. Lakini kitu ninachokuomba, naomba ushirikiano wako endapo tutamkamata mhalifu. Tutahitaji uje kusimama kama shahidi. Sawa? Ugua pole Diana. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani. Kwa maana gani kumleta Dee kwangu? Unamaanisha nini? Na maana uelewi nini ninachokiongelea? Wewe ukimya. Tayari unanipa majibu tosha. Sikiza Jerry. Sikiza nikwambie kitu. Yaani mimi ningemtuma huyo Dee au nisingemtuma, wewe ni mwanaume, ilipaswa uamue kukubali au kukataa. Alafu kitu kingine, nilijua tabia zako zimebadilika, kumbe bado una tabia zile zile. Naona umevaa na prova la Dee, unapendeza. Kumbe ndio ulikuwa mpango wako kunigombanisha mimi na Paula. Si ndio? Sasa nikwambie. Paula ni mpenzi wangu. Ananipenda sana. Ameondoka nyumbani. Asiporudi, ama zangu ama zako. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu, sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale. Kwani mimi na tatizo na mtu,
sina tatizo na mtu. Iwe nyumbani, mtaani, kote amani tawale, kwani mimi na tatizo na mtu.